Ina maana ndio umekusudia kuja kumkamata Wali? Hapa nikwambia kitu kimoja dada. Mimi najua vizuri kama Wali yuko ndani tena anaumwa vibaya. Effect. Naam. Unajua wewe ni mgambo adilifu sana. Kicha tatu huko wanakutegemea sana kwa sababu wewe unaga virushwa kwa mimi. Niambia hata kukamata kuuza gongo, unawapeleka sehemu husika, sio unawachukulia 2000 1000. Sawa sawa. Nikaona sina budi nikuite na nikupe kazi. Kunde dangu hapo. Kunde dangu. Na pia huyu shemeji yangu anakiriwa nake. Lakini huyu shemeji yangu huyu kuna mauaji ameyafanya. Alafu amepotea. Ila inasemekana kama amefariki. Lakini kila nikichunguza kwa makini na uelewa wangu na saikolojia yangu, inahisi huyu mtu bado yupo hai. Lakini sijamjua mtu yupo wapi. Nitafutie huyu mtu kama kweli yupo hai, nijue yupo wapi. Sasa nataka umchunguze dada yangu kuanzia asubuhi, mchana, jioni. Kama yupo hai kweli huyu bwana yake, je, yupo wapi? Hali tunaingiza nguvuni na kumleta kituo. Si umenielewa? Vipi hiyo kazi unaweza kuifanya kwa haraka? Masaa machache na kuletea jibu. Zawadi yako ipo. Sawa sawa. Itaidi. Sawa. Mimi nimepata Wali tu. Lakini sio kwa nia kumkamata. Nataka nimpeleke hospitali. Na wala Wali hana kesi. Kweli kaka? Wali hana kesi. Kesi yake ameshajulikana. Asante Mungu. Kwa hiyo bwana Wali sasa hivi yuko free. Asante Mungu. Siku zote Mungu hachanja wewe. Hivyo ndio Mungu alivyo. Nimetokea hospitali. Nimekaa na Wali, nimeongea naye vitu vingi sana. Na vizuri kwa sasa hivi kwa ile kesi yeye hahusiki nayo tena. Kwa sasa hivi yupo huru, anaweza kufanya lolote na kwenda sehemu yoyote. Sasa hivi Wali hafanyi kitu kwa kujificha. Sasa hivi hawezi kujificha kwenye mapango wala kwenye miti. Sasa hivi anatalalika tu, kokote anaweza kufika. Na pia nikafikiria kama mimi mtu mzima na akili zangu timamu, nikaona bwana niwaache huru kwenye uhusiano wenu mapenzi. Sababu kuingilia uhusiano wa mapenzi kwa miaka hii hiyo. Japokuwa kaka yako anielewi kabisa. Haelewi hata kidogo. Sasa nilipotoka kule, kidoa leo hospitali. Sasa jitahidi uende ukampikia chakula pale, umpelekee mzee. Sawa. Babu kashakuja. Babu kaja. Babu yangu kashasema kwamba Ndondo yeye ndio muoaji yule mwanamke. Kashapewa yeye. Mimi nende kwenye kikao cha nini? Kaambia sema hataki haji. Nampenda baba. Wewe itabidi umpende Ndondo, maana ndo kashapewa. Mama yako anamchukua Ndondo, weupe. Wewe Kikumbi yule. Ndio noksi. Yule ndio anajitaki mbele ndio maana akaondoka kaenda mjini. Sababu kashampanga Ndondo amuoe. Afu mamba wewe unataka kamuoe bibi. Semaje? Mamba hivi kamuoe bibi. Yaani mimi nitoke hapa nikaleole Kikumbi. Janga lile. Si manga. Engejua kama mimi simpendi yule mzee yule. Wala singesema. Sasa wewe mpende hivyo haja kutoe. Akuwe. Tena ondoka. Unaondoka. Eti Kasusa kaondoka kaenda mjini. Poa tu unalikae huko. Kwani kaja kufanya nini huko? Kwani siku hizo unaishi? Nalikae huko. Mimi mwenyewe binafsi simpendi hata kidogo ile bibi. Basi tunakaa. Yaani engenijua eti nikamoe mimi. Mimi lazima ukaweze ile la nini? Mimi natafuta mtoto mdogo. Mimi yule ndio alikuwa anataka. Kile amenifanyia lakini poa tu. Ongea vizuri na tuchei wana. Kama zamani.
kaka mkubwa hakuelewi kabisa. Soma masiala hakuelewi. Kia ukimwelewesha ni ngumu kuelewa. Lakini na imani kuna kitu kimoja, kwa sisi ni wasomi, lakini tunasomea uaskari. Tulisomea vitu vingi sana tulisomea. Upande mzima wa psychology mtu kumweka sawa. Unajua hata kipindi dadangu anavyoniongopea tu kuhusu wewe. Mimi nilikuwa namjua anachokifanya, ndio maana nilikuwa namwangalia naenda mara narudi namkamata mara hivi. Nilikuwa najua. Kwa upande huo ondoeni shaka. Nitamconvince na ataelewa kitu kitakuwa sawa. Mimi nakuamini. Kipindi hiki wali wewe upo uhuru. Unaweza ukafanya lolote kama ukaenda nyumbani, unaweza kwenda tu nyumbani bila matatizo. Sema sasa nilikuwa naomba kidogo. Nilikuwa nataka niende naye nikamtambulisha. Wamfahamu nyumbani kwetu. Hilo swala lipo na halina tatizo pia. Na uzuri wake siku ya leo mimi nilipanga kutoka hapa kuongea vikao tuondoke kwa pamoja. Japo kaka mkubwa amegoma, lakini tutatoka mimi ndani inawezekana tufikie pazuri kwenye ndoa tena. Sio, umenielewa hapo? Unaona hivyo watu wamekumisi, wanajua umekufa, lakini kuona itakuwa nzuri. Basi tutakuwa vizuri, karibuni sana nyumbani. Sema nini? Mimi kwa leo mtasamehe. Maana nilimangua Afrika hivi. Tutapige dobi kwanza. Mimi hapa nilichogundua kitu kimoja leo. Huyu ana wivu na wewe. Inawezekana kweli? Sababu umemchukulia mzigo wake basi huyu Nadhani siku zote watu wanasemaga jembe livunjikapo mpini huwezi ukatupa jembe zima. Huwa unatafuta mpini mwingine, unalichomelea, unaendelea na kulima. Ndio swala lililopo hapa. Kufariki kwa wali sio mwisho wa kusema Ashura tumrudishe kwenu. Sasa hivi tunachoendeleza hapa mila zetu na desturi. Ashura anatakiwa alisiwe abaki hapa ndani ya mji wetu. Mbozi, hivi hili chizi lako liko wapi leo? Yeye tu si unamjua, hana raha hapo alipo. Ana yake anamsumbua kwenye kitu. Lakini si tuendelee. Basi kakosa bahati. Angalau mimi na yeye pamba na moto. Lakini leo ilikuwa bahati imwangukie yeye. Biashara tumkabidhi yeye. Kwa hiyo keshaikosa, inabidi tumkabidhi bwana Ndondo. Sawa. Kama mira tunaweza na hivi. Hamna shida. Sijui nasemaje. Mwanangu mimi akabidhiwe hii mirasta huyu. Hapo alipo ananuka bange. Yaani mshanizalilisha. Bado mnataka kuendelea kunizalilisha. Kama muna mwenenu mwingine apewe, lakini sio huyu. Hapana. Hizo rasta mnazielewa makosa. Ni tofauti na hivyo unavyofikiria. Rasta ni mtu mkarimu na mtu mwenye upendo sana. Rasta mbona ziko kwenye watu wema tu. Mwanangu yuko vizuri. Baba, kama tatizo ni nywele, wala msiwe na wasiwasi. Tazimiwa hatuwezi. Kama utaziliwa basi hamna tatizo. Ashura, nenda ukampe mkono mwenzio ili tutimize mila zetu na desturi. Dhana
yuko wapi? Sasa mume wangu. Ndio. Mimi ngoja nirudi zangu nyumbani nikamfanyia mipango ile mtoto. Sijamfanyia lolote. Kuja nikawaage nirudi zangu nyumbani. Basi sawa, hakuna tatizo. Basi hamna tatizo. Wewe tangulia nyumbani, mimi nitakuja baadaye. Usichelewe basi. Asichelewi. We Miri. Inakuwaje unakuja hivi mchafu mchafu? Wewe kwani mama yako hajakuona hivi, alafu unakuja mbele ya wageni? Mimi sipendi bwana. Wewe uone kama ni aibu. Kina babu wako hapo. Umekuja kama hivyo. Halafu unakaa mchafu mchafu kama hivi. Mimi sipendi bwana. Kwani unakuwa hivi? Wewe umeshindwa kumwambia hata mama akubadilishe nguo? Basi ungemwambia hata baba Meki. Baba Meki si upo? Si angekubadilisha tu. Twende ndani ukabadilishe nguo. Sio vizuri hivi ambavyo unatuaibisha mbele ya wageni kama hivi. Aya, twende. Baba, kwani wewe umeumia? Kidogo upande huu kuna matatizo ya mwanangu. Twende. Aya, pole baba. Asante mwanangu. Ina maana kumbe Wali hajafa. Inakuwaje? Shakuja kuniharibia mambo yangu yote. Kwa hiyo kile nilichowatuma wameshindwa kukifanya. Basi mikono yangu naiamini mimi mwenyewe. Nitalifanya hii kazi. Najua sitoshinda chochote. Zai. Wala sijisikii vizuri. Acha tuende nyumbani. Wewe niache tuende nyumbani Wali. Nisikilize Zai. Mimi najua kwa nini. Na mimi nimefanya makusudi mimi kukuita wewe hapa. Ili nikuthibitishie kwamba hiki kinachoendelea hapa sio kinachotoka kwenye moyo wangu. Macho yako yanakudanganya Zai. Usinifikirie vibaya. Vile unavyodhania ndivyo sivyo. Naomba nikamwite dada yangu tuje tukuthibitishie kwamba hakuna chochote ambacho kinaendelea kati yangu mimi na yeye. Wali, dada yako gani unaenda kunitia? Dada Ashura. Wali, usinidanganye. Ashura namjua vizuri sana. Ashura nimecheza naye, nimekuwa naye kijiji kimoja. Leo unidanganya ni dada yako. Wali, niache tu niende nyumbani. Niko chini. Naomba usiku. Nakuomba niende nikamwite. Tafadhali usiondoke. Tukuthibitishie tu kwanza, alafu haya yote yataisha Zai. Mimi naamini hivyo. Usiondoke tafadhali. Naomba sasa. Sasa hivi sisi tushakuwa kama ndugu. Kipindi hiki Wali hataki kufanya kazi ngumu. Kwa sababu sehemu za pao hivi yamekuja sana. Tena sote na mara kachukua shoka, basi wakuni, mara yembe kapalamia. Hadi kipindi hiki watakuwa mwangalia awe kwa kulia. Hata ndio kwa kuweza sehemu labda Nilipojua kaja nimefurahi kwa nini nitasaidia. Haya twende. basi sawa. Sawa babangu. Mimi narudi pale pale. Shukrani ya binadamu huwa inaishi hapa kwenye mdomo, lakini mwanangu,
utalipwa na Mwenyezi Mungu. Mungu peke yake ndiye atakulipa. Nashukuru mwanangu. Bani mimi naomba niruhusu. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kazi zenu za serikali. Haya. Lakini inakuwa vibaya naondoka mpaka mji wangu sijamwaga. Angalia. Kisha hilo lishughulikiwe sana mama. Vipi? Sasa kule kuna wageni. Wageni wanakuja bwana. Twende kidogo tu afu mimi mwenyewe nakufuata wewe. Sichelewe sasa kuna wageni. Twende kwanza afu tunarudi. Kwani kuomba mara mkubwa na kuomba mara moja. Wewe twende. Malengo ndo azidi kwenda. Mimi naomba labda kuniagieni tu. Niagieni kwa wali. Siku nyingine na nyinyi mama mnaweza pia mkaja. Haya asante. Haya. Jana. Karibu. Haya, karibu sana mama. Haya. Haya, siku nyingine. Basi shamba. Bwana Meki nini? Mwache. Mimi nikisema unaniambiaga mimi na yeye pamba na mimi. Sasa sikafurahi, mwache apige pamba. Nyinyi mnakaa hapa mnampenda sana Ndondo. Leo haya mpeni basi wewe mke na mwenyewe kaja. Ndio ulikuwa unkasirika. Watu tuko kwenye kikao wewe uonekane. Sasa vikao kama vile mimi msinite. Nyie mtu ushampangia huko, alafu mnakuja nita kikome cha nini? Kwa kumba kwako wewe ulikuwa mkuu. Kilichopo hapa tunamkabidhi wali, ndio atakuwa mkewe Ashura na ataendelea kumlea mtoto wao. Haya. Wakati wali mwenyewe kaja, mke wake yupo. Hamna tabu. Ndio. Lakini ati mwenda mpandondo, Ndondo twenyewe aduichogo, aduichogo. Kanchote maji nini? Angalia nini? Wapi? Twende tunaitwa. Sasa mtu wenyewe umuone. Twende bwana mara moja wageni kule. Dada kugeni unaenda kunitia. Dada shule. Kwani wali kafanya nini? Mimi sitambua chofanya. Ila mimi ninakwisha kumuuliza, wewe bwana hutaki mahusiano haya kwa sababu gani? Jibu alilonipa ni kwamba yule bwana mkubwa wale yule. Mala ya mbwa. Yaani uko nje huko. Na watu wake mpaka mimi hawatambui. Sio kweli. Sikiaje ukisikia kwamba Wali ameoa? Hamna kitu kama hicho. Yaani hawezi kufanya hivyo kabisa. Kweli Yaani naamini hawezi kufanya hivyo hata siku moja.
Uko pigwa uko kaenda chini. Mbona maniumiza? Wewe nipiga teke wewe. Usindola nipiga teke. Sasa leo utakufa. Leo utakufa hapa. Mimi sijamuona. Sasa mimi nimekuta nani nimekwambia sijamuona? Au ni kujibu mimi kuna. Kwa njia tunaloendea uliona. Ndio kana pakali. Maana ukwambia sijamuona, hiyo njia nitajua kabisa hapa muona sijamuona. Usidolole na jackboy au utakufa. Ndondo nimemwona kapita hapa. Kapita na yeye ndio anatafuta huyo Neri. Kama je. Nakia ukiongea na jua kali mtoto si mwanaka sana. Mtu anapenda kuzula kama nini? Mtu unaona kabisa hili jua. Bado tu nimwambia ucheze mbali mwanangu, wewe kwani sio muelewa? Ndio nakwambia unakuelewa sio? Ninachokwambia wewe unielewa. Eti. Ninachokwambia wewe unielewa. Eti. Unaingilia kazi sio kuhusu. Eti? Ukosa nini malaika huyo? Huyo mwanao baba, kwa hiyo utakumuua. Mimi sio mtoto wangu, wewe mtoto wa Walii. Mimi anihusu kabisa huyo. Sikiza nikwambie. Umenewa kwenye kazi yangu, naomba niachie. Huyo mtoto mimi hanihusu, mtoto wa Walii kabisa. Hebu niachie. Wakati unamua Sanji nilikuwa. Maneno wako anakuambia Sanji kama alimchukua huyu kuleta kwako. Ni ya kweli. Na wakati nakutafuta yeye alikuwa na mimba ya huyu. Sio umechukua ukamuua. Kwa maana una mtoto wangu. Kaka, mimi nasema ukweli. Umesikia ubaya wewe ndugu yangu. Umeona yule kaja nyumbani ya Ashura akasema kwamba ana shida na wewe. Mimi shida yangu nilikuwa naomba unipeleke kwa ubaya. Kwa jinsi alivyonifanyia ubaya,
mimi siwezi kwenda kwa ubaya hata siku hii, hata siku moja. Hamna Sanji. Hapana. Sanji, nipeleke hata kwao. Mimi hata nikifika kwao hiyo inatosha Sanji. Usinifanyie hivyo. Sanji, mimi ningepajua kwao nisingekusumbua. Naomba unipeleke na matatizo. Nyumba na kukaliki Sanji. Naomba unipeleke. Wala si kingine ubaya. Hebu ngoja kwanza. Ana matatizo. Kwa hiyo Ashura ana matatizo? Ana matatizo tena makubwa sana ubaya. Wakati unamua Sanji nilikuwa. Ashura. Maneno wako anakuambia Sanji kama alimchukua huyu kuleta kwako. Ni ya kweli. Na wakati nakutafuta yeye nilikuwa na mimba ya huyu. Ndio umechukua ukamuua. Nataka nini? Kurisiwa kwa mama yako, yani kurisiwa kwake kumeshafika. Kwa maana hiyo nimekufuata hapa uje unichague mimi niwe baba yako. Unasemaje? Sikiza nikwambie mwanangu. Sitakuwa na baba kina ngozi kama wewe. Miri, mchuna ngozi mimi? Ndio. Mama kwa nini hivyo? Sure. Kichwa changu kinaweza sifikia mwisho. Sasa kwa upande wangu naweza nikasema tu ndoto zangu zote. Nilimwona yule dada ambaye tulikuja naye kutoka kituo cha pili. Sizani. Mko wote. Kwa mko wote kijijini kwenu au? Nimeshuhudia kuona mfano yule pale. Siku zote nilikuwa nikikwambia kwamba mimi na mchumba. Sasa yule ndio mchumba wangu. Kumbe yule binti. Ila tu bahati mbaya kama ambavyo nilisema. Mimi pia nilihitaji na mimi siku moja niwe na mwanangu. Namlea mwanangu kama ambavyo nimemlea Miri. Mtoto ambaye nisiyejua baba yake nani. Nimemlea tangu mimba mpaka amezaliwa. Kwa hata mimi pia nilikuwa natarajia siku moja Zai na Miri angeniletea na mimi mtoto ningemlea. Lakini bahati mbaya kama akasema yeye mimi nielewe basi tena kwa sababu yako. Yeye anajua mimi wewe kiwanja. Kwa hawezi kurudi tena. Sijui kama utarudi. Kwa sababu anaamini mimi nishaoa. Na alikuwa ananipenda sana. Sidhani kama atarudi tena. Sasa tutafanya nini? Lakini unaonaje? Nikienda kujaribu kuongea naye labda anaweza kuendelea. Hilo ndio wazo ambalo mimi nilikuwa nimelipata. Na ndio lengo la mimi kuamuita yeye huku. Nilijua kwa mdomo wangu hawatuniamini. Nilitaka mimi na wewe tukae pamoja na yeye ili tumueleweshe ajue kwamba mimi na wewe hatuna mahusiano yoyote. Kwa sababu kwa mdomo hivi asingenielewa. Sasa lakini ndio hivyo sasa mimi namwambia nataka nikufuate wewe, sijamkuta. Kwa ina maana kachembe nyumbani kwao. Sasa sijui kaenda na lini. Sijui. Kwa sababu ile swala mpaka mtu kwa nini kama hizo tunaishi chumba kimoja. Anakuwa ni mzito. Nikajaribu kama atakuwa mwalimu basi. Basi nitafurahi sana kama utaenda huko. Hamna shida.
Yes, mimi na swali nimekuletea. Japo ulikuwa unafahamu. Tunaishi muda mrefu. Shida raha hivyo. Nimefurahi leo Mili amefahamu baba. Amemwona baba. Kwa baba Mili yupo? Yupo mji huu. Anakaa nyumba hii. Sio lazima kuniletea masiara. Kwa hiyo mimi tena. Hebu tuache masiara. Naongea nakwambia ukweli kabisa. Babake Mili uko nyumba hii. Na si wewe. Kama mimi babake mzazi ni Ndondo ugaidi mkorofi. Sasa mbona hainiingia akilini? Wewe siku zote kwa hiyo tunaishi na kaka yangu ndo baba yake mtoto, alafu kwa nini sasa ulikuwa unaficha? Sikutaka ifahamike mapema. Kwa sababu Ndondo mkorofi. Nilikuwa nitafuta chance. Moyo unaniuma kwa tabia zake. Nazokuwa nazifanya za ume kwao. Ila sasa kilichosikitisha, mpaka leo nimemwambia Ndondo kama mwanao, nimekuta kamchukua na mzamisha kwenye maji mtoni. Anataka kumuua. Kakaangu anataka kumuua mtoto wake mwenyewe? Yeye hajui kama yule mwanae anajua kwa kweli. Kwa hiyo leo inamuuma kwa sababu mtoto anatuunganisha mimi na wewe. Kwa mawazo yake lakini kaka yangu mimi ana roho ya kinyama hivyo. Yaani hilo kwangu mimi sio geni. Kwa sababu sio mtu wa kwanza kumuoa wala wa pili. Na ndio maana nikikaa na moyo wangu unaniuma, kwa nini abadiliki? Bado nilikuwa mjanielewa na tulikuwa hatufahamiani kama hivyo tunaishi. Ndio kisa cha kufanya mimi na bwana mkubwa niwe mzito hata kumtaja kama huyu ni mwenzangu. Ni mtu wa kuua mara kwa mara makesi. Kwa nini sasa kaka ndio kufanya hivyo? Mimi naomba usije kama mwache tu. Ni swala kuficha tena. Tuliweke wazi kwa wazazi. Kwa sababu asipojua ukweli na asipoona mimi nimekubaliana na hilo swala, pengine anaweza kafanya kitu chochote kibaya zaidi kwa huyo mtoto. Labda ana wivu sana. Kama kweli mlikuwa mko hivyo, pengine labda anionea wivu mimi. Sasa unajua katika binadamu wivu ni kawaida. Sasa tuliweke tu wazi hili swala ili mradi asiwe na wivu tena na mimi. Awe na amani. Sikutaka ifahamike. Lakini ikazidi. Kwa sababu ikifahamika na mimi nimekuzoea. Inabidi nikaishi na wewe. Inabidi tufanye hivi. Ili mambo yawe salama na mtoto wake kwa mzima. Kwa sababu hata yeye mwenyewe kangania mambo ya wazalani kila mtu afahamu. Inabidi tufanye hivi. Basi, usilie sawa. Tuliweke wazi, ila naomba kitu kimoja tu nisaidie. Kesho twende kwa chumba wangu kule ili tukamweke wazi aelewe kwamba mimi na wewe hatukoje. Sawa? Sawa. Nasikia bibi. Hapa sio usiku tena kusema ni siku za kufichana tena. Hapa natakiwa ueleze ukweli mtupu hapa. Mimi nina mahusiano na Ashura. Tena muda mrefu sana. Ashura, naomba ueleze ukweli. Naomba ueleze ukweli, hichi ninachoongea mimi kiko tofauti. Mpaka yule mimi mwanangu. Hivi Ndondo. Unatirabisha mbele ya bibi, sio kama naibisha. Huo ndio ukweli uliokuweko. Ashura, hichi ninachoongea mimi ni uongo? Naomba ongea ukweli hapa hapa. Ongea ukweli sasa. Sikasha kuelewa. Tena tatizo nini? Ashura mjukuu wangu. Hebu ongea mjukuu wangu. Nini? Ashura. Choni nimekandwa na maji. Na sikia tu bado.
Ashura, siku zote hizo ulikuwa unaficha haya mambo kwa sababu gani? Unaomsababisha mpaka shangazi yako akapata na tumbo la ghafla Maana yale alikuwa anayafanya yote kwa ajili yako, leo umemshitua tumbo Ashura. Jamani, babangu mimi wazazi wangu walinilazimisha mimi kuoa. Kwa hiyo tulikuwa tunaivoishi ndani ni kama kaka na dada tena, mara hivi mara chini, basi ndio maisha yetu yote, miaka yote hatujawahi kukutana hata siku moja. Ili hayupo moyoni mwangu. Mimi na mchumba wangu, mimi naomba tu hata yeye pia anaweza kunifundisha. Kweli watu wanasemaga mtoto anaua mzazi haui, hilo leo nimeamini. Yaani siku zote nyinyi watu wawili mmejaribu kuficha hiyo siri. Sisi tuko hapa hatuelewi kitu cha aina yoyote. Masamaki, naomba unisikilize wewe kama mzee mwenzangu, na mimi kama ndio baba wa familia na ndio kichwa cha hapa ndani. Mimi ninachoomba nisamee mimi, tuwasamee na hawa watoto kwa hichi kilichotokea. Hapana, sio wamekuaibisha wewe tu, wameniaibisha mimi pamoja na familia yangu na hapa kijijini. Mwanangu alikuwa hapa na shangwe na vigelegele tumepiga, vikapu vimekwenda. Sisi unafikiri jamii itatuangaliaje? Sio wamekudhalilisha wewe peke yako, hata sisi wametudhalilisha. Ila ninachoomba mimi unisamee Masamaki. Tuyasahau yote yalopita. Tulijenge hili la leo lilotokea sasa hivi. Sasa kikubwa zaidi ninachoomba mimi, Mazali weshatoa ukweli wao. Kinachotakiwa hapa tumkabidhi mwenye ndono mchumbaji ili wakapate kumlea mtoto wao vizuri. Unajua kishamarika azoleki haja kamilisha. Nashukuru sana kwa kunikubali. Kwa nilikuwa namuomba Ashura ili niende naye huko tukalithibitisha hili kuwa mimi na Ashura hatuna mahusiano yoyote. Hilo ndio ombi langu. Sasa mkenda nyie wawili, kweli huyo mchumbako ataamini kweli kwamba nyie hamna mahusiano bila kwenda na ndono? Bibi, mimi nafikiri kuna tatizo. Naweza kumruhusu Ashura wakenda na mdogo wangu wakenda kumaliza. Nafikiri watamwelewa. Kwa sababu tena wala sina wasiwasi, kwa sababu kama wamekaa Wali amelea mimba yangu, amelea mtoto, basi namwamini sehemu yote, sina tatizo. Hapana, itabidi uende naye. Kwa usalama wake huyu na mimi. Sawa. Si kesho? Tutakwenda basi kesho.